ni kigezo gani ambacho kitakufanya wewe mama uweze kukamua maziwa ukae nyumbani au inawezekana ukae hospitalini? Ni vitu ambavyo mama anapaswa kuvifahamu, lakini jamii pia inapaswa kuvifahamu kumfanya mama kuwa salama kipindi chote, lakini mtoto atakayezaliwa kuwa salama kipindi chote, kwa kuwa na uhakika wa maziwa ambayo anapata, mtoto anakuwa na shiba na bila kuepukana na changamoto au kuepukana na changamoto ambazo mtoto anaweza akapata kwa kukosa maziwa siku chache baada ya kujifungua au mama kuwa na maziwa machache baada ya kujifungua. Sasa kuna vigezo kadhaa ambavyo jamii na mama wanapaswa kuvizingatia, au kama utaviona basi vyema mama ukae miongoni mwa watu ambaye utahusika moja kwa moja kwa kukamua maziwa ukiwa nyumbani au inawezekana ukawa hospitalini. Kigezo cha kwanza ambacho tunakiangalia mama ambapo atalazimika kukamua maziwa ni kigezo ambacho kama mama atakuwa amejifungua kabla ya wakati, maana mtoto wake ni mdogo zaidi, huyu mama ataingia miongoni mwa watu ambao atahusika moja kwa moja kukamua maziwa ili kumpatia mtoto wake kwa njia ya mipira au kwa njia ya msaada kwa kupitia syringe ambayo mtoto atampatia akiwa eneo la hospitalini au inawezekana ikawa nyumbani. Lakini pia kwa mtoto ambaye amezaliwa na uzito mdogo chini ya kilogramu 200 au gramu 2000 ambayo mtoto atazaliwa nayo, maana mtoto amezaliwa chini ya kilo 2, huyu mama atahusika moja kwa moja kwa kukamua maziwa ili kuwa na hakika wa kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapata, lakini kuwa na hakika kwamba mama anakamua maziwa ya kutosha. Mtoto ambaye amezaliwa na changamoto, inawezekana changamoto katika mfumo wa chakula au changamoto sehemu nyingine ya mwili wake inayomlazimu kuwa mbali na mama, yaani maana mtoto anahitaji special zaidi. Sasa ni wakati gani ambao mtoto anapaswa kula kama ametengwa na mama yake? Huu ni wakati ambao mama atapaswa kukamua maziwa kule alipo, atakuja atampatia mtoto wake maziwa, au mama atakamua maziwa, ataelekezwa namna ambavyo mtoto anaweza kupatiwa maziwa pale alipo kulingana na situation ambayo anayo au hali ambayo anayo kwa wakati huo. Hatopata nafasi ya kunyonyesha zaidi, atampatia maziwa mtoto kwa kupitia njia ya ya kukamua maziwa. Kigezo cha 3 au cha 4 ambacho watu tunakiangalia, changamoto ambayo anaweza kukumbana nayo mama kwa upande wa kunyonyesha. Hem, tuchukulie mfano mama umejifungua alafu unakutana na changamoto ya kiafya ambayo unayo. Maana yake mama umeshindwa kunyonyesha au umeshindwa kunyonyesha kwa wakati kutokana na hali ya kiafya ambayo unayo, aidha mama uko mahututi au mama ujiwezi kabisa. Kwa maana mama tutalazimika kukamua maziwa ili tumpatie mtoto aweze kushiba au aweze kunyonya. Lakini kama mama atakuwa na ubize wa changamoto za kazi baada ya kujifungua au muda mchache baada ya kujifungua, inawezekana ikawa imepita miezi 3 ukalazimika kurudi kazini. Sasa kuna wakati ambapo mtoto anapaswa kunyonya baada ya masaa 2 au baada ya masaa 3. Sasa kutokana na ubize wa kazi au ratiba yako inabana, kwa mama mtoto hatapata nafasi ya kunyonya. Kwa namna bora kuzingatia ni wewe kukamua maziwa kukufanya kuwa salama kipindi chote, au kutokana na changamoto ambazo mtoto anaweza akazipata kutokana na kukosa maziwa kutosha muda mchache baada ya kujifungua. Lakini sababu nyingine ambayo kupelekea mama kukamua maziwa ni kuwa na uhakika kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapata. Maana changamoto ambayo mtoto anaweza akapata ni kutoshiba. Sasa ni kitu gani ambacho huwa tunakiangalia pale? Ni kiwango cha maziwa ambacho mama unakamua au unanyonyesha. Kwa hiyo maana yake tutalazimika mama kukufanya ukamue maziwa yako na kuwa na maziwa mengi ambayo itakufanya kuwa salama kipindi chote, au kuwa na hakika maziwa, kiwango cha maziwa kinachotoka utakuwa salama zaidi. Kwa hiyo uweza kutambua kiwango cha maziwa ambacho mama anatoa, basi utalazimika kukamua na kuweza kujua. Kama kutakuwa na maziwa machache, basi tutakushauri mama vyakula ambavyo vinaweza vikawa msaada kwako, lakini kupitia channel hii pia nimeelekeza vyakula ambavyo vinaweza vikasaidia moja kwa moja mama kuepukana na changamoto ya maziwa, au vyakula ambavyo vinaweza vikasaidia mama kuwa na maziwa mengi zaidi. Hivyo ni vigezo ambavyo mama anapaswa kuvifahamu, ambavyo wewe vitakulazimisha kuweza kukamua maziwa, au unaweza kuwa miongoni mwa watu ambao wanakamua maziwa. Lakini kama utakuwa nyumbani na mtoto wako ni mdogo bado, kwa bado tuendelee kukamua maziwa. Lakini kama hautakuwa na hakika kiwango cha maziwa ambacho mtoto anakipata, basi ni vyema ukaendelea kukamua. Lakini kama mama ambaye una changamoto ya kazi au unalazimika kurudi kazini, kwa mama utakuwa miongoni mwa watu ambao wanakamua maziwa. Channel hii ni afya ambayo tutaanza kujifunza mambo mbalimbali ya kiafya, haijaishi umesoma au hujasoma, kwa lugha nyepesi ambayo unaweza ukaelewa na kuifanyia kazi mapema zaidi, ambayo inaweza ikawa msaada kwako, lakini msaada kwa jamii. Tutajifunza mambo mbalimbali ya kiafya, haijalishi ni mama mjamzito au umejifungua au mtoto au ni mzee. Tutajifunza mambo kwa rahisi zaidi. Sisi hatutasubiri mpaka tatizo litukute. Tutajifunza hapa
kwa lugha nyepesi ambayo itakuwa msaada na kuepukana na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza na kuleta madhara muda mrefu au kupelekea vifo katika jamii. Kwa ni vyema kuendelea kuungana nami, wewe wako kuendelea kusubscribe na kufuatilia kila madarasa tunapotoa. Maana unaweza kuwa miongoni mwa watu wa subscribe lakini haufuatilii ile darasa ambayo tutakapotoa. Kwa ni vyema kufuatilia ili kupata maarifa mbalimbali ya kiafya ambayo itakuwa msaada kwako lakini kwa jamii ambayo inatuzunguka.